Wiki hii wabunge wa Ulaya wamejadili maazimio kuhusu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kulaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wanasema zinaonekana kuwa za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Hatua hiyo imefikiwa baada ya bunge hilo kufanya kikao cha dharura kujadili swala hilo la Tundu Lissu. Wameitaka serikali ya Tanzania kumwachilia mara moja Lissu na bila masharti yoyote ili kuhakikisha usalama wake na haki yake ya kusikilizwa kwa haki na uwakilishi wa kisheria. Wabunge hao wanazitaka mamlaka za Tanzania kukomesha ukandamizaji unaoendelea, ukamataji hovyo, unyanyasaji, mashambulizi na unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, watu wa kiasili, wanaharakati wa LGBTQ, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia, na kuchunguza kwa uhuru dhuluma za polisi na kupotea kwa watu, kudumisha utawala, sheria, vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na mahakama. Sheria za uhalifu wa mtandao na vyombo vya habari za Tanzania zizingatie sheria za kimataifa na haki za binadamu, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru wa haki. Wito kwa mamlaka za Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi wa Oktoba 2025 na kushirikiana na vyama vyote vya siasa katika mazungumzo ya wazi na jumuishi kuhusu mageuzi ya uchaguzi kwa kushirikiana na mashirika ya kiraia na wadau wengine. Wabunge hao wamesisitiza haja ya EU kuhakikisha kuwa ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania, ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway unaendana na uendelezaji wa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na viwango vya kesi vyenye haki. Wabunge hao wamemwagiza rais kupeleka azimio hilo kwa serikali na bunge la Tanzania pamoja na Umoja wa Afrika. Sasa kufuatia kauli hiyo ya wabunge wa Ulaya, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imejibu maazimio hayo yaliyotolewa na wabunge wa Ulaya, ambapo Tanzania imesema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetambua azimio lililopitishwa na bunge la Ulaya tarehe 8 Mei mwaka 2025 kuhusu mwenendo wa mashauri ya kisheria yanayoendelea nchini Tanzania. Wakati Tanzania ikiheshimu uhuru wa kitaasisi wa bunge la Ulaya na kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, inaona ni muhimu kufafanua baadhi ya hoja muhimu na kusisitiza tena dhamira yake ya muda mrefu kwa maadili ya kidemokrasia, utawala bora na heshima kwa utawala wa sheria. Tangu Machi 2021, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikitekeleza mageuzi makubwa ya kisiasa na kisheria kupitia falsafa ya 4Rs: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Mageuzi haya yameleta mafanikio dhahiri, yakiwemo kurejeshwa kwa uhuru wa kisiasa, kupanuliwa kwa haki za kiraia, kuimarishwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kupitishwa kwa sheria mpya za uchaguzi mnamo Machi 2024 zilizosababisha kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tanzania ni nchi huru yenye katiba yake na inaongozwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Masuala yote ya kisheria hushughulikiwa kwa uhuru na mhimili wa mahakama kwa mujibu wa sheria za ndani na kwa kuzingatia viwango na taratibu bora za kimataifa. Serikali kupitia mhimili wa utendaji haiingilii mwenendo wa mashauri ya mahakama. Kwa hiyo, kauli au mapendekezo yanayodokeza au kuhimiza kuingiliwa kwa mashauri yanayoendelea mahakamani si tu kwamba hayafai, bali pia yanapingana na dhana ya uhuru wa mahakama kama ilivyoainishwa katika katiba ya Tanzania na vile kama inavyohimizwa na Umoja wa Ulaya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ina wasiwasi na mwenendo unaoendelea, kama unavyoakisiwa kwenye azimio la bunge la Ulaya, ambapo baadhi ya wadau wa kimataifa hutunga maamuzi kwa kutumia taarifa zisizo kamili au zenye mwelekeo wa upande mmoja bila kushirikiana kupitia njia za kidiplomasia. Mtazamo huu unapelekea tafsiri potofu na uwakilishi usio sahihi wa hali halisi nchini. Ni jambo la kusikitisha pia kwamba baadhi ya matukio ya kisheria nchini Tanzania ambao ni ya kipekee na ya mtu binafsi yanatolewa mfano kwa uchunguzi wa kina, ili hali maendeleo yaliyopatikana kwenye maeneo kama uhuru wa vyombo vya habari, ushirikishwaji wa kisiasa, mageuzi ya uchaguzi na ujenzi wa amani ya kikanda hayaonekani kutambuliwa. Wakati Tanzania ikiendelea kushikilia haki na utu wa kila mtu kama inavyodhaminiwa na katiba yake,
Ni muhimu kufafanua kuwa masuala yanayohusiana na mwelekeo wa kingono yameaminishwa bayana ndani ya katiba ya Tanzania, sheria za kitaifa, maadili ya kitamaduni na mila za kijamii. Tanzania inasisitiza kuwa ushirikiano wowote wa kimataifa lazima ujengwe juu ya msingi wa heshima ya pande zote kwa maadili, ikiwa ni pamoja na heshima kwa uhuru wa nchi, katiba yake, mifumo ya kisheria na utambulisho wake, huku ushirikiano wa baadaye ukilenga maeneo ya pamoja ya kipaumbele kama maendeleo, utawala bora, ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya na iko tayari kwa mazungumzo ya wazi yenye heshima na yanayozingatia ushahidi kuhusu masuala msingi kwa pande zote. Hata hivyo, mazungumzo haya lazima yajengwe juu ya uwazi, haki, heshima ya pande zote na kuelewa kikamilifu mamlaka ya taasisi za kila nchi, katiba zao pamoja na muktadha wa kisheria na kiutamaduni. Kadri Tanzania inavyojiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, serikali inasisitiza tena dhamira yake thabiti ya kudumisha amani, kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki na kulinda haki na uhuru wa msingi wa kila raia kwa mujibu wa katiba. Tanzania inakaribisha kuendelea kwa msaada kutoka Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kimataifa wanaoshiriki kwa nia njema na kwa uelewa sahihi na wa uwiano kuhusu safari ya kidemokrasia ya nchi hii, na iko tayari kushirikiana hata na wale ambao bado hawajazoea au kufahamu vyema maadili ya kitamaduni ya Watanzania. In Tanzania staat Tundu Lissu mogelijk de doodstraf. In Tanzania, Tundu Lissu may be subject to the death penalty. Why? Because he stood up to the Tanzanian authorities. He's been charged with treason, with publishing false information, and could be subject to the death penalty. In October, elections will be held in Tanzania, and the members of the opposition can't stand. They're being repressed, they're being arrested. We want sustainable development, and we want to be able to work with Tanzania, but unfortunately what we're seeing is a crackdown on civil society and journalists there, and the European Union really should be speaking up against countries where the death penalty exists, including Tanzania. Rule of law, freedom of expression, judicial independence, they're not optional. We call on the Commission as well as the Member States to ensure that Mr. Tundu Lissu's trial is followed very closely so that we can see that it was fair, and hopefully he will be released. Thank you. Thank you very much. Jan Christoph Etienne, author of the resolution. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. We talk today about Tundu Lissu. Tundu Lissu is the opposition leader in Tanzania, and he got arrested after having advocated for free and fair elections. And we had high hopes here in the House after Samia Suluhu Hassan has become president of Tanzania, and we hope for reforms in the country. But it appears that it's not a positive way that Tanzania is taking at the moment. We request to the Tanzanian authorities to free him, free Tundu Lissu, to organize free and fair elections, to let the opposition party participate equally in those elections. We request from Tanzania to cherish democracy, because we want Tanzania to be a good partner for the European Union so that we can continue our cooperation. Thank you. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Now I hand it over to Catarina Vieira, author of the resolution. Thank you very much, Chair, colleagues, Commissioner. Mr. Lissu started his career as a lawyer, working on land rights and on the impact of mining in protected areas. His political activity and his exposure of government corruption made him a target for an assassination attempt, followed by several years of exile in Belgium. He returned home to Tanzania. He became a leader of the opposition party, and just last month he was arrested, disqualified for participating in the upcoming election in October, and charged with treason, a crime punishable with a death sentence.
This is not a standalone case. It exemplifies the regime's treatment of political opposition, civil society organizations, journalists, indigenous peoples, and human rights defenders. Anyone who poses a threat to the ruling elite is effectively silenced. The EU can and should do more. We should make any future EU investments in Tanzania conditional upon improvements of human rights, democracy, and the rule of law. Embassies and the EU delegation must monitor the trials of those unlawfully detained, and we should increase the funds supporting civil society and indigenous communities. Today, this Parliament stands with Mr. Lissu and with all of those unjustly deprived of freedom in Tanzania. To them we say, you are not alone. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.